So useme baada ile taarifa ya habari iliweza kutolewa na chombo cha CNN na yule Larry Madoa, kidole cha lawama kimeweza kuelekezwa kwa Larry Madoa peke yake, ambapo ndio alikuwa anaonekana kwamba yeye ndiye aliyeweza kutayarisha zile habari zote kwa ujumla. Sasa leo hapa nataka nikujulishe na kukufahamisha ni wangapi ambao walihusika na yote haya ya utangazaji pamoja na kukusanya zile video na kuzitengeneza mpaka ile video pale ilipofikia kuhusiana na Tanzania. So kuna watu takriban 6 ambao tutaweza kuangalia ili tuwajue majina yao na tujue wametoka nchi gani na gani, na vile vile pia tuweze kutambua kwamba ni kazi gani ambazo walizifanya hapo awali ambazo zinahusiana na mpango mzima wa vita baina ndani ya nchi nitasema. So wa kwanza kuna huyu ambaye anajiita Larry Madoa. Larry Madoa ni mwandishi mwandamizi mwenye uzoefu wa kuripoti masuala ya kimataifa hususan uchumi na siasa. Ana shahada ya mawasiliano na umma kutoka chuo kikuu cha Daystar Kenya na Mombasa na MBA kutoka chuo kikuu cha Columbia New York United States of America. So huyo ndio Larry Madoa. Tuna kwa mwingine ambaye anajiita Gianluca Masfio. Gianluca Masfio ni mhariri mwandamizi na mtaalamu wa uchunguzi wa taarifa za wazi. Amewahi kuthibitisha video ya wanajeshi wa Ethiopia wakiua raia na kutumia ubakaji kama silaha ya kivita huko Tigray. Ana shahada ya fasihi kutoka chuo kikuu cha Bologna, Italia na shahada ya uzamili ya uandishi wa habari kutoka City University London United of Kingdom that is. So tumeweza kuona hao ni wawili. Watatu ambaye alihusika kuchapisha zile habari za Tanzania kuhusiana na maafa yaliweza kutokea tarehe 29 mwezi ule wa 10 usiku ambao ilikuwa ni ya uchaguzi, na hata baada ya uchaguzi alikuwa ni huyo ambaye anajiita Florence Dive-Atley. Florence Dive-Atley ambaye alikuwa ni mwandishi mwandamizi na mtayarishaji wa vipindi. Amewahi kuripoti matukio muhimu barani Ulaya ikiwemo mashambulizi ya ISIS nchini Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji, Ujerumani na Uturuki. Ana shahada ya uzamili katika uandishi kutoka chuo kikuu cha Westminster UK na shahada ya kwanza ya sayansi ya binadamu BC Human Biology kutoka chuo kikuu cha Oxford UK. So hao ni baadhi ya watatu ambao tumeweza kuwaona, na wa nne hapa si mwingine bali ni Barbara Advantis ambaye ni mwandishi mwandamizi anayesimamia uzalishaji wa maudhui. Ni msaidizi kitengo cha habari cha uchunguzi wa CNN. Amesharipoti matukio mengi kwa kufichua na kubainisha wahusika, na ana shahada ya uzamili katika uandishi wa habari na kimataifa kutoka City University UK na shahada ya kwanza za sayansi ya siasa kutoka chuo kikuu cha Ottawa, Canada. Hao ni takriban wa 4 tumeweza kuwaona, na tukiangalia watano ambaye tuko naye hapa kwenye taarifa zetu tunampata huyu ambaye anajiita Benjamin Strake. Benjamin Strake tuweze kuangalia naye pia, ambaye ni mwandishi wa habari mwandamizi na mtaalamu wa uchunguzi. Amejikita katika uchambuzi wa taarifa za ukiukaji wa haki za kibinadamu, uhalifu wa kivita. Ana shahada ya sheria LLB kutoka chuo kikuu cha Bond that is Australia. Ana shahada za uzamili, uandishi na habari za uchunguzi. Ni mshindi wa tuzo za Osnet Champion of Year 2021. Na wasita hapa si mwingine bali ni Julie Zinke. Julie Zinke ni mhariri mwandamizi wa maudhui ya video. Amewahi kuwa mzalishaji na mhariri wa maudhui kabla ya kuwa mhariri mwandamizi. Ana shahada ya kwanza ya lugha ya shahada za uzamili ya uandishi wa habari kutoka chuo kikuu cha Virginia, Marekani that is. So ladies and gentlemen, nitarudi kwenu tena niwaulize swali hapa ambalo
limekuwa kama tata kistari, kwa sababu watu wengi wamesema kwamba uchunguzi uliweza kufanywa mpaka ikafika wakati wa kutoa zile habari ndani ya CNN ni uchunguzi ambao hauna level zozote, ama ni uchunguzi ambao hakuna chunguzi yoyote imeweza kufanywa, mpaka yule mwanadada akafikia point na kusema kwamba ni uchunguzi kiatu changu. Hivyo ninavyosema, akimaanisha kwamba ni uchunguzi wa kipumbavu, ama ni uchunguzi ambao unatamkwa kwa maneno. Kisa na maana Larry Madowo, huyu Mkenya ambaye yuko kwenye kile chombo cha CNN, aliweza kuomba baadhi ya video ili aweze kuzitumia kwa uchunguzi wake. Hivyo basi akaonekana kwamba hakuna uchunguzi wowote wa maana ambao umeweza kufanywa, wakati wenyewe kwenye CNN wanasema kwamba ili walazimu watumie mpaka satellite ili waweze kubainisha yale matukio sehemu yaliyotokea, ili waseme ama watangaze habari ambazo ni za ukweli pasi kukosea popote. Asa swali ni, unahisi habari zilizotolewa na CNN ni habari za ukweli ama ni habari za uchochezi? Na unahisi endapo kutatokea na matukio yoyote ambayo sio stahilivu hapa nchini, unatarajia kwamba vyombo vya habari kutoka nje ya nchi vipewe ruhusa ya kuweza kuingia nchini hapa ili viweze kuchunguza na kutupa habari kemkem kadri zinavyoendelea? Ama unahisi ni bora viweze kufungiwa na visiruhusiwe kuingia nchini, bali vile vyombo vya Kitanzania peke yake ndio vipewe wakati wa kutuletea habari hizi zote zinazochipuka hapa nchini? Mjadala ni wangu mimi na wewe, kwenye comment section tupatane, utaona maoni yangu. It is what it is, ladies and gentlemen. Sketch Pande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time. Ndugu wa Tanzania, asanteni sana tena kwa jinsi mlivyotusaidia kwa hii ripoti yetu ya CNN ambayo imetoka hii leo. Imechukua muda kidogo kwa sababu imekuwa kazi ngumu. Mimi mwenyewe nilikuwa kwa likizo kwa wiki 2 zilizopita, lakini sijapumzika. Nikiwa Ujerumani, nikaenda El Salvador, nikakuja Afrika Kusini. Nimeshinda nikizungumza na Watanzania, wamenitumia video, mamia ya video na picha. Nimeshirikiana na wenzangu kufanya audio forensic analysis, tukatumia satellite, tukatumia kila kifaa tunacho kuhakikisha kwamba tunasema ukweli ili dunia nzima ijue kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Asanteni sana. Pole. Baada ya kuzima internet, walianza kutekeleza mauaji makubwa ya kutisha. Walipiga watu risasi, hawakupiga ili wajeruhi, walipiga ili waue. Waliwapiga risasi za vichwa, waliwapiga risasi za shingo, waliwapiga risasi za tumbo, waliwapiga risasi za vifua. Haya ni maelekezo, sio ya kujeruhi. Haya ni maelekezo ya kuua. Walitumia risasi kubwa ambazo hakustahili kuzielekezea kwa binadamu. Ukiangalia binadamu ana matundu